Kuna taarifa ambayo imetolewa na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tarehe 8 Januari 2026 ya utenguzi na uteuzi wa baraza la mawaziri. Sasa kufuatia mabadiliko hayo, kuna habari ambazo zimezidi kuenea katika mitandao ya kijamii zikihusisha viongozi waliotenguliwa na kuteuliwa. Kwa wale ambao hawajaipata taarifa ambayo imetolewa siku ya tarehe 8 Januari mwaka huu 2026, ningependa nirejee kwa kusema kwamba Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Kurugenzi ya Mawasiliano ya Rais Ikulu, tarehe 8 Januari 2026 Zanzibar, yahusu uteuzi na utenguzi. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan amefanya uteuzi na utenguzi wa viongozi mbalimbali kwa mujibu wa taarifa iliyoonyeshwa na Katibu Mkuu Kiongozi Balozi Dr. Moses Kusiluka. Viongozi waliotenguliwa na kuteuliwa ni kama ifuatavyo: Mheshimiwa Patrobas Paskali Kitambi ameteuliwa kuwa waziri wa mambo ya ndani ya nchi. Kabla ya uteuzi huu, Mheshimiwa Kitambi alikuwa naibu waziri wa viwanda na biashara. Atachukua nafasi ya Mheshimiwa Boniface George Simbachawene ambaye uteuzi wake ulitenguliwa. Mheshimiwa Profesa Palamala John Aidam Kabudi ameteuliwa kuwa waziri wa nchi, ofisi ya Rais, Ikulu, kazi maalum. Kabla ya uteuzi huu, Mheshimiwa Profesa Kabudi alikuwa waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo. Mheshimiwa Paul Christian Makonda ameteuliwa kuwa waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo. Kabla ya uteuzi huo, Mheshimiwa Makonda alikuwa naibu waziri katika wizara hiyo. Mheshimiwa Dennis Lazaro Rondo ameteuliwa kuwa naibu waziri wa viwanda na biashara. Kabla ya uteuzi huu, Mheshimiwa Rondo alikuwa naibu waziri wa mambo ya ndani. Sasa katika hii habari na taarifa ambayo imechapishwa tarehe 8 Januari 2026 imeibua hisia mseto, hasa kwa George Simbachawene ambaye video zake zimeendelea kusambaa zaidi zikimuonesha jinsi alivyofanya kazi kwa uwajibikaji wakati ambao alivyokuwa waziri wa mambo ya ndani. Taarifa ambazo zimeendelea kusikika zikimhusisha Simbachawene ni kwa jinsi alivyoshiriki vyema zaidi kutaka kubadilisha mfumo wa kiuongozi, hasa katika upande wa askari polisi. Simbachawene amesikika akisema kuwa ahitaji polisi wawe wanatumia nguvu zaidi katika kuwakamata watu wenye makosa. Aidha, serikali kupitia jeshi la polisi ingeweza kufanya utofauti mkubwa kabisa, kwa sababu kwa hivi sasa asilimia kubwa ya raia sio kama wanaheshimu au wanaheshimu jeshi la polisi, ila isipokuwa kuna uoga na vita kubwa. Simbachawene alishawahi kutoa mfano kusema kwamba ikitokea askari ameanguka chini, raia ni kazi sana raia kusogea karibu kwenda hata kutoa msaada. Yaani hapo jeshi la polisi pamoja na raia limekuwa ni kama vile kuna nguvu mbili tofauti, na wakati nchi moja wanatakiwa waishi kwa upendo na mshikamano. Jeshi la polisi litumike kama chombo cha kuweza kulinda raia na mali zao, na wala si chombo cha kuweza kuwatia hofu raia waogope, bali isipokuwa Simbachawene alitamani kuona jeshi la polisi linakuwa rafiki kwa wananchi. Kwa maelezo mengi ambayo yamezidi kuenea katika mitandao ya kijamii, kiuhalisia inaonyesha wazi kabisa kuna fukuto ambalo lipo katika serikali hii, kwa sababu uteuzi wa George Simbachawene umekuwa ni uteuzi wa muda mfupi sana kuweza kutenguliwa, na kwa jinsi ambavyo kazi alivyokuwa akizipiga alionyesha wazi kabisa yuko katika mabadiliko, na hayo mabadiliko
huenda yangeleta taswira mpya kwa jeshi la polisi pamoja na raia. Kimsingi, maelezo ambayo yamezidi kuenea katika mitandao ya kijamii inaonyesha kuna kitu ambacho hakiko sawa. Asilimia kubwa ya wananchi na viongozi mbalimbali wamekuwa wakisubiria huu uteuzi mpya ni jinsi gani utakuja na kasi gani katika kuendeleza yale ambayo alianzisha George Simba Chawene, na kama kukiwa kuna utofauti jinsi alivyokuwa akiongoza George Simba Chawene, basi ujue kutakuwa kuna urakini na vitu ambavyo mvutano kati ya Simba Chawene na wateuzi wake kuweza kuelewana kwa njia moja, kwa fursa moja, kwa namna moja ama nyingine. Hadi hivi sasa bado Simba Chawene hajasikika akiongea popote chochote kuhusu utenguzi wake. Sasa hii sintofahamu ambayo inaendelea kusikika na inaendelea kuwa stori kubwa katika mitandao ya kijamii, nini hatima yake? Na unadhani ni kwa nini George Simba Chawene amekuwa ni miongoni kati ya mawaziri walioteuliwa na kutenguliwa mapema sana? Nini maoni yako kuhusiana na hiki ambacho umekisikia? Huenda ukawa na maoni mseto juu ya taarifa ambayo umeipokea kupitia hii habari na taarifa muhimu. Basi na wewe pia unaweza ukashiriki. Hebu andika chochote kuhusiana na hii taarifa. Ni nini unafikiria au unadhani kitu gani ambacho kinachoendelea kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania? Mambo ya msingi ambayo yanatakiwa yafanywe, kitu gani ambacho unadhani kwamba ni mustakabali mwema wa taifa letu hili la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania? Kitu gani ambacho unahisi kifanyike, au hiki kilichofanyika unaona kuna kitu gani ambacho wewe kiko sawa au hakiko sawa? Toa maoni yako. Usisahau kushare video hii hapa na wengine waweze kuona, lakini pia like video hii hapa. Usisahau kusubscribe, maana ukisubscribe unakuwa ni timu moja. Kila aina ya habari mpya ambayo tunaipandisha unakuwa wa kwanza kuiona. Hadi wakati mwingine, wakati huu tu nikwambie kwaheri.